Vizuri. Umeona wamekwisha anza kuingia hapa nchini na figisu za hapa na pale. Sisi hatuhitaji kujua wao wanafanya kitu gani, lakini sisi tunahitaji kujua tunapataje kuwafunga katika kipindi hichi ambacho taswira nzima Tanzania nzima, kafu nzima itakuwa ikishuhudia fainali hii. Na unajua katika game ambazo huwa zinafuatiliwa kwa kina ni game ambazo mwanzo wa michuano hii na mwisho wa michuano hii. Kwa mwisho ndio hii na ndio fainali ambayo itakuwa ni ya kihistoria zaidi. Tumewaomba pia na wenyeji wetu wahakikishe kwamba namna gani tunaweza kupambana kuhakikisha Mwarabu hapo. Unajua anapigwa ni mchana ile. Yaani afadhali angekwepa muda wa saa 10 kwa kijua cha hapa. Unajua kijua cha hapa ni kama cha saa 7 pale kwetu. Kwa atakuwa ametota na ataroa atafanyeje, lakini ninajua namna jinsi ambavyo Fadlu Davis ambavyo atamkimbiza, kwa sababu tunataka wakimbie ndani ya dakika 90. Yaani watakuwa wanakimbia tu na usije ukashangaa wanakimbia vibendera mpaka vibendera na wapate chochote. Simba tunataka tukumalize mchezo ndani ya dakika 40. Utabiri wako wa kikosi? Utabiri wa kikosi huwezi kumkosa yule Mdaka Mishare. Kama kawaida yake huyo ni Musa Kamara. Huwezi kumkosa Spiderman kwenye hili jambo. Lakini pia tunatumaini kwamba baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni chaguo la mwalimu cha kwanza kabisa, naamini kabisa watatumika katika hichi kikosi. Na natamani kabisa nimuone Budo akiingia kama sio kipindi cha kwanza ama cha pili, kwa sababu najua kazi yake na amejiandaa kwa ajili ya hii game. Lakini Jean Charles Ahoua ni mchezaji mzuri, tumemwona anatupa vitu ambavyo ni vya heshima sana. Ametupeleka katika hatua hii ambayo watu wengi ndio walikuwa wanaitarajia kuifika. Tunahitaji tuingie kwenye historia Feti. Tunahitaji tuwe ni wa kwanza kuleta kombe hili katika ardhi hii ya Tanzania. Tuna mambo mengi. Mimi nilimpigia jamaa wangu mmoja kutoka Sumbawanga, anasema Ali, uko tayari kuondoka kwa ajili ya hiyo game? Nikasema niko tayari. Yaani niko tayari kuondoka kwa ajili ya hii game. Kama itakuwa ni mimi niondoke, yani nife kabisa kwenye hii game, nife ili Simba iende ichukue kombe hili. Mimi niko tayari Feti. Una familia lakini? Sitojari, tayari nimekusha waandaa kisokorejea. Wajiandae vizuri. Mimi niko tayari kwa ajili ya Simba yangu. Nipotee kabisa katika ardhi hii, nipotee kabisa niende pasipojulikana kwa muda, kwa sababu Simba hii inataka kuweka historia ambayo watu watahangaika sana kuipata historia. Ukichukua kombe la shirikisho barani Afrika kwa Tanzania hii, watakaa sana watu miaka mingi, miaka 30 kitu watu tumekaa tunasikia tu, na wenyewe wakasema hapana, hilo sio kombe lenyewe, mliletewa mkongoti, sijui mliletewa kitu gani pale. Ndio maana Mwinyi alifanyeje? Unajua hao jamani wabaya sana, waliwahi kipindi kile cha hilo kombe waliwahi kutukana, walikuwa Mwinyi amewaandaa vizuri, akamwambia hapana, hii ni jambo letu la kitaifa na tuungane pamoja. Tumetoka vizuri, tunashangilia vizuri, lakini tulivyokandwa goli moja wale mabwana walianza kuimba walianza kuimba nyimbo zao. Kuna nyimbo ya zamani kidogo waliimba, unajua walisema uzalendo umetushinda, uzalendo umetushinda. Goli moja tu, tumepigwa goli moja tu, watu wanatugeuka mpaka Mwinyi anashtuka, anasema inakuaje goli moja wametugeuka. Kwa hiyo sasa hivi hatuwaamini katu. Mimi leo nikimuona shabiki wa Yanga ananiaminisha mimi kwamba yuko pamoja na mimi, hapana, mimi siwezi kukubali, na anatakiwa akae pembeni kidogo. Tanzania pia ni Mtanzania lakini haaminiki, kwa sababu tulitoka hapa kwa makubaliano maalum mbele ya Rais Mwinyi. Umekushaelewa? Mbele ya Rais Mwinyi makubaliano maalum, tunaungana pamoja. Tumeenda uwanjani na kando goli moja wanaimba uzalendo umetushinda, uzalendo umetushinda. Kwa hiyo hatutakiwi sisi kuwaamini kipindi hiki, wakae pembeni kabisa. Hii game haiwahusu, na tunawaomba japo ni Watanzania wakae pembeni kabisa. Hii game haiwahusu sisi, hili ni jambo letu la kitaifa, tunataka kuweka kihistoria. Na umeona figisu wanadai kwamba Waarabu walifika pale, sijui walikaa pale, walifanyaje pale. Ni uongo. Waarabu wamefika pale, wamepokelewa kwa ustaarabu mzuri, lakini wao ndio wanataka kupika waonekane kama kuna kitu chochote kimeendelea, ili Mwarabu akifa hapa ionekane kwamba mbuzi, kondoo, nguruwe, yani ili mradi tuonekane wamepanda boti tayari. Hatuelewi, lakini mimi nakwambia kama ni kuchinjwa wanatakiwa achinjwe wengi.
kipindi hichi, na natumaini kabisa watakuwa wamekosekana mpaka masokoni hivi sasa. Shughuli tumewakamata wenyewe, hili jambo ni kubwa, hili jambo la kitaifa. Feti, mimi nakwambia hapa kuna mtu atakufa. Tumejiandaa vizuri, tumejipanga vizuri. Hii ni issue ambayo hivi unajuaje mimi nikija pale TV3 nimelichukua kombe la Afrika? Unajua Feti, unatakiwa uwe na ulinzi. Najua na wewe utapiga picha. Ndio utapiga picha. Umeona sasa? Tanzania kama Tanzania. Lazima kwa hiyo hata wao watakuja kupiga picha, na tunategemea hata yule ambaye anajiita siji rais wa virabu yule atakaribishwa, atafanya, si ni rais wa virabu au anatudanganya? Niye mwenyewe rais wa klabu. Kama basi atakuwa katika miongoni ambao watamvisha budo medali, na yeye atakuwemo. Mimi nikushukuru sana Ali Kiumbe. Ubaya ubwera.